Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like na karibu. Vile mnajua, Samia Suluhu Hassan wa hapa Tanzania alitembelea taifa lile la Urusi. Niliwafahamisha, but sitaki kurudia yale ambayo nilikwisha kuwaeleza. Samia Suluhu Hassan aliweza kuaibishwa akiwa katika taifa la Urusi, jambo ambalo liliweza kumlazimisha kukatisha safari yake na kuondoka Urusi na kurudi hapa taifa letu la Tanzania. Kivipi? Alipokuwa katika mkutano na viongozi wengine wa dunia ama mataifa mbalimbali, aliweza kuulizwa swali mbele ya viongozi wa dunia kwamba taifa la Tanzania likiwa chini ya uongozi wake litafanya biashara kivipi na mataifa mengine baada ya Tanzania kuwekewa vikwazo. Swali hili lilikuwa la aibu. Samia aliweza kuaibishwa bakubwa, jambo ambalo liweza kumlazimisha atoroke na kuanza kujibu mambo ambayo hayana msingi wowote, kwa sababu mataifa mengine yanajua kile ambacho kinaendelea hapa Tanzania, na bunge la Ulaya liliweza kupiga kura kuunga mkono kwamba taifa la Tanzania linyimwe misaada na ufadhili wa miradi ya maendeleo. Samia Suluhu Hassan aliaibishwa, akashindwa cha kufanya. Aliweza kulazimika na kujibu swali hilo na kusema ya kwamba Tanzania haijawekewa vikwazo vyovyote vile, ila tu Tanzania itaendelea kufanya biashara na mataifa mengine yote duniani. Sasa ni kuonyesha aibu penye ipo. Number one, tuliwekewa vikwazo na taifa la Marekani. Vile mnajua, hakuna Mtanzania atapata visa ya kwenda Marekani. Trump, rais wa Marekani, alifunga kwa sababu ya vita ambavyo viliweza kushuhudiwa, machafuko ya maandamano hapa Tanzania. Vikwazo tukawekewa, hamuna visa sisi wa Tanzania tutapewa kuelekea Marekani. Kikwazo kingine, Mafuele. Mnamjua Mafuele, huyu mhusika mkuu wa mauaji hapa Tanzania, anaendesha kikosi ambacho ni cha ulawiti, mauaji, upotezwaji na masuala mengine. Aliwekewa vikwazo hata yeye asionekane Marekani. Hizo ni vikwazo. Tatu, kura ziliweza kupiwa katika bunge la Ulaya. Kwa kura 85, kura 81 waliunga mkono wakisema ya kwamba Tanzania iwekewe vikwazo, hamuna misaada ambayo itakuja hapa Tanzania na hamuna ufadhili wa miradi ya maendeleo itafika hapa Tanzania. Ine, Uswidi ama Sweden ukipenda, iliweza kutuwekewa vikwazo. Kuna misaada ambayo ilikuwa inakuja hapa Tanzania kupitia bunge ama kupitia taifa lile la Sweden ukipenda Uswidi. Waliweza kusema hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea Tanzania. Tano, taifa la Canada liliweza kukatisha misaada yake baada ya kusema rais aliyechaguliwa hakuchaguliwa, aliweza kujitangaza yeye mwenyewe, wakasema misaada haiwezi kufika katika taifa la Tanzania. Sita, Umoja wa Mataifa uliweza kutoa amri kwamba Samia Suluhu Hassan amwachilie huru Mheshimiwa Tundu Lissu na aweze kukabidhiwa ama kupokezwa matibabu, huduma za matibabu, na akubaliwe aende nyumbani. Baada ya Samia kushupaza shingo, hakusikia hayo, akaendelea kumshikilia Tundu Lissu. Sasa ikabidi Umoja wa Mataifa useme kwamba hamna vile taifa lolote chini ya muungano wao linaweza kutoa misaada hapa Tanzania. Sasa je, tunajiuliza swali, mbona Samia akajiaibisha kwa kusema ya kwamba hatujawekewa vikwazo? Na nimewaelezea sisi tuko na makaratasi ambayo yamechapishwa hapa, ndio tunatumia.
tunafuatilia taarifa kila wakati, hata tarehe tunaweza kusema ilikuwa tarehe ngapi. Sisi kazi yetu ni kufichua siri kwa yale yote ambayo yanaendelea. Kwa hivyo Samia aliweza kuaibishwa na sasa amelazimika kuondoka taifa la Urusi, amefika hapa Tanzania. Vile tunaenda hewani siku ya leo Jumamosi tarehe 6, nataka kudhibitisha ya kwamba aliweza kufika hapa Tanzania na amekaribishwa na Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ambaye hawaendani pamoja kisiasa. Hapa Tanzania amemkaribisha katika uwanja wa ndege hapa Tanzania wa kimataifa. Sasa Samia Suluhu Hassan hata ajifiche kivipi? Ametoroka kule Urusi baada ya kuaibishwa, amefika hapa Tanzania. Maswali yalikuwa magumu sana, eti kwamba hatujawekewa vikwazo. Kwa hivyo uongozi wa Samia Suluhu Hassan ni uongozi ambao unajulikana kila mahali, ni uongozi ambao hautambuliki, ni uongozi ambao kila mahali tunajulikana sisi ni watu ambao ni wauaji, sisi ni watu ambao ni wa uongozi wa kiimla, ni uongozi ambao ni katili tu. Watu wanajiapisha na kuingia ofisini chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Yani masuala ambayo yanaendelea hapa Tanzania huwezi kuyaamini. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan ameendelea kuwatesa wa Tanzania, anaendelea kutupitisha katika mambo ambayo ni ya machafuko, ni mambo ambayo hayana msingi wowote kufikia sasa. Lakini tutaendelea kufuatilia taarifa hizi ili tujue. Na unajua walienda kule wakiwa na mtoto wake Abdul Amir ambaye hana wadhifa wowote hapa katika taifa letu la Tanzania, lakini ingawa inasemekana yeye ni msimamizi wa idara ya usalama, lakini haijulikani. Walienda kule Urusi, akaulizwa huyu ni nani, nusura azuiliwe kuingia ikulu ya Urusi, lakini alienda kukutana na vikosi mbalimbali vile niliweza kuwaeleza jana. Kwa sababu kuna vikosi ambavyo huyu mtoto wa Samia alienda kukutana. Kikosi cha kwanza alikutana nacho ni nambari 29155, kikosi ambacho ni cha kuweka watu ama kuwekea watu sumu. Akakutana na kitengo kingine cha 26165, ni kikosi ambacho ni cha udukuzi, tunaweza kufuatiliwa mitandao tuko wapi. Kikosi cha tatu ni cha 74455 ambacho ni kikosi cha majasusi wa mitandao. Kwa hivyo tunaenda kudukuliwa ama kufuatiliwa sana sana hapa Tanzania, kwa sababu huyu Abdul mtoto wa Samia alienda kupata ujuzi vile tunaweza kufuatiliwa hapa Tanzania wakati tunafichua mambo ambayo yanaendelea katika serikali. Lakini liwe tutahakikisha kwamba sisi hatumutusi rais, hatumutusi kiongozi yeyote serikalini, ila tu ni kuonyesha na kuweka kwa meza yale ambayo yanaendelea, na hatuwezi kudanganya. Sisi ni kuweka kwa meza yale ambayo tunayejua. Ingawa wanaharakati wengine wametoroka hapa Tanzania, wameenda kule Kenya, wengine wameenda kule Marekani, wengine wameenda sijui mataifa mengine, ni kwa sababu ya what we call security purposes. Kufikia hapo na katisha hii kanda, tukutane baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.